naye atutendee alichotenda karne ile ya kwanza kwenye ule mwaka wa 31. Siku 10 tangu Yesu amepaa kwenda mbinguni na kuja kwa Roho Mtakatifu. Tunachopitia katika hizo siku 10 ni uzoefu wa kilichotendeka wakati wa wanafunzi wa Yesu wakiwemo na mitume, ambapo jumla yao ni 120. Nini kilifanyika katika zile siku 10? Na kilipofanyika hivyo, nini kilitokea kwao? Tumekuwa tunapita hapo, na jana tulipokuwa tunaangalia ule ujumbe ambao malaika walisitiza na kutii kwao na kurejea katika ile aya ya 9 hadi aya ya 12 hadi aya ya 14, yale mambo matatu tuliyoona. Leo tunaingia sasa hatua moja ambayo ni kubwa na iliyofanyika ndani ya siku 10, ambayo ndio tu iliyowawezesha kuwa na Roho Mtakatifu hiyo siku ya 10 ya sikukuu ya majuma. Biblia Agano la Kale inaitwa sikukuu ya majuma, lakini Agano Jipya inaitwa Pentekoste. Nini hasa hicho kilichofanyika na matokeo ya hiki ya siku ile ya 10 ya Pentekoste? Somo letu leo linasema tubu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Ndio somo la leo. Tubu na kujazwa na Roho Mtakatifu. Somo hili lina aya kadhaa ambazo kwa dhati zinakuja kwetu, zinazohusu kutubu na kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ziko aya kadhaa ambazo zimetumika kwenye somo hili. Ni mambo mawili, toba, na la pili kujazwa Roho Mtakatifu. Hii ndilo hasa nalotumiwa, ambalo wewe na mimi Mungu wetu ameona vema tuweze kusikia. Sio kwa mara ya kwanza tunasikia, lakini kwa nini linakuja kwetu tena? Sio mara ya kwanza, lakini kwa nini linakuja kwetu tena? Limekusudia kutupatia uelewa sahihi kabisa wa nini maana ya kutubu, namba 1, na 2, nini maana ya kujazwa Roho Mtakatifu. Inamaanisha nini hayo mambo? Ndani ya hizi siku 10 ni hilo neno moja kubwa tu, kutubu. Halafu siku ile ya 10 kujazwa na Roho Mtakatifu, na mwendelezo wa hizo aya ambazo zinazungumzia habari hizo. Kwa hivyo karibuni katika kusikiliza mafunuo ya neno la Bwana kuhusiana na hoja hizi nzito, na kila moja tutaangalia kwa nini ni muhimu. Kwa haya kila moja tutakuja kuangalia kwa nini ni muhimu. Tuombe.
Asante sana Mungu wetu kuturejesha tena kwako, ili ukatufunulie mapenzi yako na ukatujaze Roho Mtakatifu kila mmoja wetu, katika jina la Yesu Kristo, amina. Aya zilizotumika kwenye kutubu ambayo ina msitizo kabisa ni Matendo 2 aya 37 hadi 39. Ngoja tuisome tena, tuisikie hapo, tuisome hiyo aya ambayo ni jambo lililotokea siku ya Pentekoste, siku ya 10 tangu Yesu amepaa, na ilikuwa ni hotuba ya Petro siku ile. Matendo 2 na ile aya ya 37 hadi 39 nasema, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina la Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Lilikuwa ni swali moja muhimu sana ambalo ilikuwa ni hotuba ya siku ile, na unajua hiyo hotuba ilikuja ukiona ile aya ya 12, ile aya ya 12, soma aya ya 12 ambayo ilisababisha Petro aingie kwenye jukwaa katika hotuba ya siku ile. Walipoona kilichofanyika, walibaki na hili swali ambalo lilifanya Petro atoe hubiri siku ile. Hebu soma aya ya 12. 2:12 nasema, wakashangaa wote, wakaingiwa na shaka. Naam. Wakiambiana, wakawa wanaambiana wao kwa wao, maana yake nini mambo haya? Nini maana yake mambo haya? Kwa hiyo walikuwa wanataka kujua hiki ni nini. Hawa ni Wagalilaya hawa, lakini wanazungumza lugha zetu hawa. Angalia aya 11, kinachowashangaza, angalia aya 11. Ndio maana wanatafuta kujua nini maana ya hiki kinachoendelea hiki, maana hawaelewi. Naam. Aya 11, Wakrete na Waarabu tunawasikia hawa wakisema kwa lugha zetu, naam, matendo makuu ya Mungu. Haya ni matendo makuu, wananena kwa lugha zetu hawa. Sasa ndipo wanasema, wanaambiana nini maana ya mambo haya, wanataka wajue. Kama ambavyo uviko ilivyochanganyia katika sayari hii ya dunia, watu wanataka wajue nini maana yake. Kwa hiyo hapo alitakiwa Petro wakati huu aeleze maana yake ni nini. Wewe na mimi ndio tunaopaswa kuwa na majibu ya kile kinachowasibu wanadamu wenzetu ambacho hawajui maana yake. Lakini hapa wameona kinachotukia ni nje ya uwezo wa kawaida wa mwanadamu, kwamba hawa wao wanazungumza lugha za mataifa mbalimbali. Tutakuja kurudi hapo baadaye. Kwa hiyo wanasema nini maana ya mambo haya. Kwa hiyo Petro akaingia kwenye hotuba, kwanza hiyo aya ya 13 anasonga, akatembea nayo, na wakati anaendelea kuhutubia ndipo wakasema tutendeje. Biblia inaeleza wakachomwa mioyo yao, wakawauliza Petro na mitume, ni nini tufanye? Kwa sababu hotuba yake ilikuwa imejengwa juu ya Yesu, huduma yake na kifo chake na ufufuo wake na kupaa kwake juu mbinguni na kuketi kama Masihi, mfalme wa wafalme, kuhani mkuu. Sasa wakati anazungumza hayo yote, wanaona mzigo, wanaona hasira ya kutotii mapenzi yake, wana nafasi kama inawezekana waweze kufanya tofauti na walivyokuwa. Na Petro akajibu moja kwa moja, tubuni. Tubuni, 1, mkabatizwe. 2, mtapata ondoleo la dhambi. 3, mtapokea Roho Mtakatifu. Na ni ahadi
ya Mungu kwetu. Kwa hiyo sasa toba ni nini? Kwa nini jibu la swali hilo ni tubu peke yake? Hakuna kitu kingine. Alijuaje hivyo? Hizi aya ziandike. Ya kwanza ni Mathayo 3 aya ya 2. Hapa ni hotuba ya Yohana Mbatizaji, na alikuwa anahubiri katika nyika ya Uyahudi. Hotuba yake ni hivi: tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo kinachosemwa ni kwamba ili waingie kwenye ufalme wa Mungu watahitaji kutubu. Alijifunzia wapi Yohana Mbatizaji hivyo? Biblia. Biblia ipi? Agano la Kale, kwa sababu ndio Biblia waliokuwa nayo, Agano la Kale, wakati wa Yohana Mbatizaji, wakati wa mitume. Aya nyingine ambayo iandike, Mathayo ile sura ya 4 na ile aya ya 17. Tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Kwa hiyo Yohana alichohubiri ndicho pia Yesu alipopanda kwenye jukwaa la huduma ndicho alichohubiri, na wanahubiri tubuni. Kwa hiyo kutubu ni sharti muhimu mno la kuingia kwenye ufalme, ambao unakumbuka tu ndio walimuuliza Yesu siku 10 zilizopita ya kwamba hivi ndio muda wa kurejesha ufalme Israeli, kuwapatia, kuwarudishia. Na ndio tuliosoma kwenye hiyo Matendo sura ya 1 ile aya ya 3. Katika zile siku zote 40 alikuwa mojawapo ya mambo ya msingi aliwafundisha na yaliyohusu ufalme wa Mungu. Kwa hiyo wakati Yesu anahutubia, pia anahutubia tubuni. Maana yake ni toba ndio tu tiketi ya kuingia kwenye ufalme wa mbinguni ama ufalme wa Mungu. Kwa hiyo ndio hotuba ya Yohana Mbatizaji, na ndio hotuba ya Yesu maisha yote aliyokuwa katika ulimwengu huu, kwa sababu alikuja ili watu wapate uzima wa milele, na uzima wa milele kwa lugha nyingine ndio wapate kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Lakini baada ya kifo chake akafufuka. Miongoni mwa mambo yaliyosisitiza ndani ya siku hizo 10 ni habari ya ufalme wa Mungu, na akawaambia hivi, na ninyi mtakapokuwa mmeenda. Kwa sababu unajua tunaposoma kwenye ile Mathayo sura 28 aya 20, anapozungumzia kwamba na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru, tazama niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dahari, enendeni ulimwenguni mkawafanye kuwa wanafunzi. Sasa inabaki wanafanywaje kuwa wanafunzi? Kwa sababu kwenye Mathayo hiyo 28 aya ya 20 haisemi namna gani wanavyofanywa kuwa wanafunzi. Lakini hata pia kwenye ile aya ya 8 kwenye kitabu kile cha Matendo sura ya 1, lakini mtapokea nguvu akiisha wajia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, mwisho wa nchi. Sasa mtakuwa mashahidi. Hilo neno mnakuwaje mashahidi? Sasa ili kujua hii Mathayo hii na hii Matendo ni vipi hao wanafunzi, ni kitu gani alitaka wafanye ili wawe mashahidi na watu watakaosikia nawe wawe mashahidi? Ni kitu gani kifanyike ili mataifa wawe wanafunzi katika kuenenda kwao na katika kubatiza kwao? Ni nini kinapaswa kufanyika? Tunaposema huo ndio agizo la utume, ni nini alitaka wafanye? Na hii ni baada ya kufuka kwake. Hapa nataka tusome katika Injili ya Luka sura ile ya 24. Aliwaambia na baada ya ufufuo wake ndio aliwaambia maneno haya. Katika ile aya 47 alisemaje? Luka Injili sura ya 24 na ile aya 47. Tubuni, Biblia inasema na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake. Mataifa mangapi kanisa? Yote yatahubiriwa kwa jina lake. Sasa sikiliza, wanahubiriwa nini? Habari ya toba
habari ya toba na ondoleo la dhambi, na ondoleo la dhambi, kuanza tangu Yerusalemu, kuanzia Yerusalemu. Kwa hivyo ndio maana Petro wanaposema tutendeje, hawezi kuwa na jibu tofauti na hilo. Jibu hili ni moja tu, fanya nini? Tubuni. Kwa sababu ni katika kutubu kitakachofuata ni ondoleo la dhambi. Na ameeleza hapa wanapata msamaha na ondoleo la dhambi, ambao ndio lugha ile ile ndio aliyotaja Petro pale. Dhambi zenu zipate kuondolewa nanyi mtapata Roho Mtakatifu. Huku Yesu ametaja utakuwa ni mtahubiri kwa jina lake habari ya kutubu na ondoleo la dhambi. Kuondoleo la dhambi na ile lugha aliyotaja pale Petro kwamba mtapata kusamehewa ni tafsiri tu ya Kiswahili iliyotofautisha alichotaja Yesu na alichotaja Petro, lakini ni neno lile lile tu, afeimi, ni ile ile neno. Na huko hawakutafsiri msamaha, lakini huku kwa Petro akatumia neno msamaha. Huku kwa Yesu wakatafsiri neno ondoleo, wakati kwa Petro wakatumia msamaha wa dhambi, lakini neno lile lile afeimi. Kwa hivyo wakitubu wanapata ondoleo la dhambi ama wanapata msamaha wa dhambi. Ndio lugha hiyo, maana ni maneno hayo, tafsiri ya neno hilo moja, afeimi. Kwa hivyo Yesu anasema mataifa yote watahubiriwa kwa jina langu moja, toba. Halafu la pili, ondoleo la dhambi. Kwa hiyo nini wanachohubiriwa? Ni toba. Wao wana nini cha kufanya? Ni kutubu. Mbingu zinaenda kufanya nini? Kuondoa dhambi. Na hicho kwa hakika unaposema nimekombolewa, ndicho Biblia inachomaanisha. Nenda kitabu kile cha Wakolosai. Mara ni kitabu tunachokisoma kwenye robo hii pia, tunaposoma hicho wa Filipi na Wakolosai. Nenda hiyo Wakolosai sura ya kwanza, alafu uone ile aya ya 14. Unapotaja injili unataja hivyo. Unaposema umeokolewa unataja hicho, sio kingine chochote. Hebu soma pale Wakolosai 1 na ile aya ya 14. Ambaye katika yeye tuna ukombozi. Katika yeye huyo Yesu tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Mtu aliyesamehewa, ndio maana Biblia inaandika heri waliosamehewa dhambi zao. Maana mtu aliyesamehewa dhambi zake, maana yake huyo ndiye amekombolewa. Wanaposema kukombolewa na furahi, unachosema ni hivi, nimesamehewa nini? Dhambi. Ndio maana hata yule mgonjwa kwenye kisima pale alipokuwa anasubiri kisima kitibuliwe, anasema unataka kuwa mzima. Hakumwambia basi umepona mwili, alimwambia mwanangu, umesamehewa dhambi zako, jitwike godoro lako uende. Akitamka umesamehewa, kinachotajwa ni kwamba umekombolewa. Hii ni zaidi ya kupona ugonjwa uliotaka upone. Hapo kuna uponyaji wa level ya juu. Ndio maana wale wenye ukoma 10 alipoambia nendeni mkajionyeshe kwa kuhani, walipokuwa wakienda njiani wakatakasika ukoma, mmoja akarudi. Na Biblia inasema hawakutakaswa wote 10, wako wapo wengine wale 9. Lugha ya Yesu aliyomwambia umesamehewa dhambi zako. Wale 9 waliishiwa kupata uponyaji wa kimwili, lakini huyu mmoja alipata kuokolewa. Na ndio maana unapokuwa mgonjwa using'ang'ane kupona, ng'ang'ana kukombolewa. Jambo ambalo wagonjwa hatutaki tuambiwe, jambo ambalo hatutaki kuona tunaomba, tunasali hivyo kwamba Bwana nikomboe. Na unaposema niokoe au nikomboe, maana yake unachotafuta
ni kusamehewa dhambi. Yaani huo ndio ugonjwa ambao mbingu zinahangaika nao. Lakini saratani, pressure hiyo, sijui ni anauma kisukari, sijui ana kitu gani. Yaani mbingu, ndugu zangu, nenda uangalie, katika yote hayo zinahangaika na kutusamehe dhambi. Na sio kwamba Mungu niinue kitandani ili nijifunge nianze kutembea. Hiyo Bwana akitutendea, ametutendea tu, lakini ukweli ni huu ya kwamba ametaka hasa nisamehewe dhambi. Kwa sababu wale waliosamehewa dhambi, hao ndio waliokombolewa. Kwa hiyo Paulo anapoandikia Wakolosai anasema katika Yesu Kristo tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Kwa hiyo aposema mataifa wote watahubiriwa kwa jina langu, maana yake watu wanapaswa wahubiriwe msuya kutubu. Na kutubu maana yake ni nini? Naenda kuzungumza nawe sasa kidogo, sikiza Biblia inavyoeleza hilo neno. Halafu ndipo mtu mwanadamu sasa atubu. Ndio maana siku ya Pentekoste Petro alihubiri habari za Yesu, maisha yake na kifo chake, na maana yake ni nini, na nini maana ya ufumbuzi wa kifo cha Yesu kinaleta ufumbuzi gani, na kupaa kwake, na anafanya nini juu mbinguni, na baada ya hapo atakuja. Waliposikia wakachomwa mioyo yao. Tutendeje? Bila kuchelewa, tubuni. Siku zote huwa naeleza injili leo imechepuka sana. Siku hizi ni habari ya utajirisho, habari ya afya, habari ya mafanikio. Hiyo sio injili, nisikilize. Hiyo itakuwa ni kitu kingine. Sikiliza, na nalieleza tu, kwa nirudie tena, pengine ni vizuri ulisikie vizuri. Yaani mzigo wa injili ni habari ya toba. Tutapata nafuu ikiwa injili itahusu toba na ondoleo la dhambi. Lakini kama injili ni kujisikia vizuri kwa kuwa nimepata kazi, nimepata ajira, nimepata afya nzuri, nimepata watoto, nimepata hivi, nimepata hiki na kile, alafu hicho tunatumia muda wa kutosha kuzungumza vitu kama vile, hiyo itakuwa ni ustawi wa jamii. Yesu hajaweka kanisa lifanye kama ustawi wa jamii. Si kwamba hafanyi hayo, anafanya vizuri sana. Anafanya. Anatupatia chakula ili tule, miili iwe na afya. Anatupatia hewa ili tupate afya nzuri. Anatubarikia kazi ya mikono yetu ili tuweze kumudu maisha ya sasa. Lakini akasemaje? Tafuteni kwanza ufalme wa nini, na hayo mengine mtafanywaje? Yaani anasema wekeni uzito wenu, hangaikeni juu ya ufalme wa mbinguni. Sio hicho. Kama ingelikuwa ni masuala ya mahusiano na kazi Calvary, maana yake ni swala la toba. Hilo neno tubu linamaanisha nini? Ni neno la Kiunani linaloitwa metanoia. Metanoia ni neno linaloundwa na maneno mawili. La kwanza ni meta na la pili noeo. Meta ni wanaita Waingereza preposition. Ni kitu ni neno linaloungana na neno jingine kuleta maana iliyokusudiwa. Sasa neno la Kiunani linaitwa meta. Preposition, meta. Meta, ukisikia metamorphosis, meta nini? Kitu gani hicho? Unajua maneno mengi kama unayosikia Kiingereza yanatoka kwenye hii lugha. Sasa ingawa kwenye kundi kubwa wanaosoma lugha wanajua kwamba Kiingereza ni mojawapo iliyotoka kwenye kundi kubwa la lugha inaitwa Indo-European languages, ambacho ndio unaona Anglo-Saxon, ambao ndio baadaye kuja Kiingereza karne ya kule nyuma zaidi. Noeo maana yake ni kuelewa, understanding. Meta ni baada, after. Alafu noeo, understanding, uelewa. Kwa sababu uelewa unahusu akili, ndio maana wametafsiri hata kwa Kiingereza repent and be saturated. Ndio kwa Kiingereza wametumia hivyo be saturated the mind by the Holy Spirit. Mind, kwa sababu
uelewa, mkono haushughulikii mambo ya uelewa, ni kichwa kinachofikiri ndio kinachoelewa, understanding. Kwa hiyo Noeo understanding. Kwa sababu inapokuwa after understanding, sasa kwenye grama ya Kiyunani huwezi kusema baada ya kuelewa, ila na maana yake umepata uelewa tofauti na uliokuwa nao. Sikiliza vizuri ambako tunapata neno tubu, metanoia. Maana yake umefikiri tofauti. Think differently. Ulikuwa unafikiri hivi, umefikiri tofauti. Ulikuwa unaelewa hivi, umeelewa tofauti. Kwa hiyo ndio neno metanoia. Hili neno linazungumza maeneo makubwa manne. La kwanza ni metanoia, ukifikiri tofauti, maana yake kuna kitu kwenye akili kimebadilishwa. Kwa hiyo ndio anasema ni badiliko, change. Kwa hivyo nini maana ya toba? Badilika. Kulikoanzia wapi? Kwenye akili. Noeo, metanoia ni badiliko sio linalotokea nje, linatokea kwenye akili. Linahusu nini? Maarifa, uelewa kwenye akili yangu na ya kwako. Sasa huo uelewa unagusa maeneo manne. Moja ni moyo. Moyo, kwa kuwa moyo ndio una uelekeo wa dhambi, ndiko unakofanyia mabadiliko, metanoia. La pili ni ile inayosema masilahi, interest. Masilahi yalikuwa hivi, mtu anaweza akawa na duka, anauza sigara, anauza pombe, kuna masilahi. Akitubu baada ya kufahamu ya kwamba asiuze kinacholevya, ama asitengeneze, ama asitumie. Sasa ikiwa ndiyo bidhaa zilizoko, tunatazamia kama ametubu aondoe hizo bidhaa. Amebadilika kimasilahi, ana masilahi mengine, different interest. The heart interest, namba 2. Namba 3 ni attitude. Attitude ni mtazamo. Alikuwa anaelewa upande huu ni kusini, si kusini, huku ni kaskazini. Alikuwa anajua huku ni nuru, kumbe hiyo sio nuru, ndio giza. Kwa hiyo mtazamo wake, uelewa mambo umebadilika. Kwa hiyo ndio metanoia, inabadilisha mtazamo. Kama alikuwa anamuona Mungu ni katili, mtazamo unakuwa tofauti. Alikuwa anaona upande huu ya kwamba ndio salama, sasa umebadilika, upande huu ndio amegundua ndio salama. Yaani mtazamo umebadilika. Na jambo la 4 ni mwelekeo, direction. Kwa hiyo moyo, the heart, halafu inakuwepo interest, masilahi, halafu inakuwepo attitude, mtazamo, halafu inakuwepo direction, mwelekeo. Kwa hiyo kama alikuwa anaenda hivi, ukisema amebadilika, anabadilisha mwelekeo, anaenda hivi, sio unaopinda 90%, analala kabisa. Kule ilikuwa kuwa mbele ndio inakuwa nyuma, iliyokuwa nyuma ndio inakuwa mbele. Different direction ndio metanoia, change inayoanzia kwenye akili. Na sasa ndio maana unaiona hii aya inatumia neno hili. Hebu nenda, Paulo anaandika, anahutubia na Luka anaandika habari hizi. Siku ile kwa mfalme akitoa ushuhuda wa ile safari yake aliyokutana na Yesu njiani kuelekea Dameski, alichoambiwa. Huko kwingine utasikia, lakini hapa imebidi ametaja siku ile Yesu alipomtokea akashindwa kuona. Siku ile aliambiwa nini? Katika mambo aliyoambiwa kwamba ingia Dameski, kuna ambayo pia aliambiwa na Yesu huyu katika ile Matendo sura ya 26. Wewe andika kuanzia ule mstari wa 12 hadi 18, lakini tutasoma tu ule mstari wa 18 alichoambiwa. Soma tu mstari wa 18, Matendo 26. Uwafumbue macho yao, uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuelekea nuru. Wageuze, ndio hiyo unasikia na wanavyoeleza. Anatumia neno jingine la Kiyunani hapa Daktari Luka. Wageuze,
watoke, waiache nini? Yache giza Waache giza na kuielekea nuru. waelekee kwenye nuru. Angalia change of direction. Wanageuka kutoka kwenye giza, wamebadilisha uelewa wao, mtazamo wao, mafao, maslahi yao, na moyoni mwao wamegeuka. Wakishageuka watabadilisha mwelekeo, wanatoka katika giza wanaenda kwenye nuru. Na Biblia inataja Mungu ni nuru na giza ni ibilisi. Hebu soma usikie, malizia hiyo aya. Waziache na nguvu za shetani, Waziache nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. halafu wamwelekee Mungu. Kwa hiyo unaona siku zote repentance ama toba ama metanoia inamalizia na kwenye direction, mwelekeo. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao. Hiyo ndio toba. Wakishatubu hivyo wanapata msamaha wa dhambi zao. Na hiyo ndio kanuni katika Biblia. Inaanza na toba, halafu ndipo wanapata msamaha. Na toba ni nini? Badiliko la moyo. Toba ni nini? Badiliko la maslahi. Toba ni nini? Badiliko la mtazamo. Toba ni nini? Badiliko la mwelekeo. Kama umeelewa, punga mkono. Hicho ndicho walichofanya ndani ya siku 10 tangu Yesu amepaa. Na ilipofanyika hiyo, ndipo Roho Mtakatifu akaja. Sasa ndio maana utaona kila wanapotaja hotuba ni baada ya toba ndipo unaona Roho Mtakatifu. Baada ya toba ndipo unaona Roho Mtakatifu. Ndivyo alivyosema Yesu kwamba watahubiriwa msamaha wa dhambi, toba na msamaha wa dhambi, halafu ndipo wavikwe uwezo tokao juu. Ukiendelea hiyo aya utaona anahitaja hiyo Luka 24, ukitoka 47 ukiingia 48 49, watavikwa uwezo tokao juu. Enduo ndio neno la Kiyunani. Tu enduo ni kama vika, hakikisha aonekani hata nywele mpaka huku, yani vika kabisa, aingie ndani. To be endured by the Holy Spirit. Kwa hiyo unaona Roho Mtakatifu anakuja baada ya, unaona ni toba, halafu ondoleo la dhambi ama afeim ama msamaha wa dhambi. Na toba ndio metanoia. Sasa baada ya kueleza hivyo, kwa hivyo toba ni badiliko. Hii sio hisia, inahusisha akili, uelewa, the mind. Badiliko la uelewa, sio hisia hata kidogo, sio hulka, sio feelings. Hamna. Toba ni swala la uamuzi. Napozungumzia uamuzi, inashughulikia kwenye akili, the brain, habari ya kufikiri, thinking, the mind, kwa sababu mind ndio ina reason. Unapozungumzia ku reason, maana yake unachekecha mambo, unapima mambo. Hapo lazima maarifa haya na maarifa haya, na ndio maana sasa nifanye maamuzi. Walipopata maarifa siku ya Pentekoste, wakaona kuna sababu ya kuchukua hatua, lakini ipi? Petro anasema tubuni, metanoia. Na walibatizwa watu 3000 siku ile walio tubu na walio samehewa dhambi zao, maana ndio kuokolewa, na waliopokea Roho Mtakatifu. Kupokea Roho Mtakatifu kwenye Biblia huwa tukisoma kwenye Matendo, wapokeeni Roho Mtakatifu, tunadhani ni kitu mpaka, ndio maana watu wengi wanaigiza leo, pokea Roho Mtakatifu. Wanafikiri ni kitu cha kutoa mfukoni, pokea. Biblia haisemi hivyo. Roho Mtakatifu anakuja kama matokeo ya aliyetubu. Sio mhubiri amesema pokeeni Roho Mtakatifu. Hakuna. Kwa sababu haletwi na mwanadamu Roho Mtakatifu. Ni Roho Mtakatifu ndiye anayetumia wanadamu. Sio yeye mwanadamu ndio aseme, na hawezi kutumia mwanadamu. Petro aliposema hapa hajasema pokeeni Roho Mtakatifu, ila anasema nanyi mtapokea. Mkitubu mtaondolewa dhambi. Hiyo yote mnatendewa. Halafu mtapokea. Hiyo yote mnatendewa. Kwa hiyo kupokea na kuondolewa dhambi sio ninyi watendaji, ila yuko anayetenda. Ili uone ukweli huo, ngoja niingie sehemu ya pili na ya mwisho ya somo hili, ambayo mkujazwa.
to be saturated. Sasa kwa Kiingereza ametumia neno saturation. Saturation ni kwa mfano uchukue sponge kavu alafu ukaliloweka ukalisok kwenye maji likafyonza yale maji, inafikia kiwango ambacho haliwezi tena kufyonza. Anasema no response to the external environment, yani imefyonza kiasi kwamba yale maji ambayo ndio external ya nje hayawezi tena kuingia. Kwa sababu watu wengi wasiposikia nini maana ya kujazwa, unaweza ukafikiri ni kitu kinachoshikika maada fulani, kwa hiyo inatengeneza vacuum, utupu, alafu sasa unajazwa, inajaza nafasi fulani vile. Ngoja nikupitishe kidogo kwa sababu yametumika maneno mawili. Luka ameyatumia maneno mawili ambayo tafsiriwa kwa Kiswahili kujaza, maneno mawili ya Kiunani. Neno la kwanza ambalo amelitumia ni ambalo kwenye Luka 2 ile aya 4, wote wakajazwa na Roho Mtakatifu. Ndivyo alivyosema hivyo, wote wakajazwa. Ile neno inaitwa pretho. Pretho ndio amelitumia pale, lakini pia utaona amelirudia kwenye Luka kwenye Matendo sura ya 4 na ile aya ya 8. Halafu akalirudia tena kwenye aya ya 31 Matendo sura ya 4. Kisha akairudia mara 3 kwenye Matendo sura ya 6, aya 3, aya 8, aya 5. Hilo neno pretho. Lakini pia akatumia neno jingine ambalo kwa Kiswahili Biblia ulio nayo ukisoma unakuta akajazwa. Mnamjazwa Roho Mtakatifu. Ni neno ambalo ameitumia pia Luka, na hili limetajwa kwenye ile Matendo sura ya 13 aya 52. Kujazwa. Ambayo sio pretho, ametumia neno prero. Haya maneno yote yana maana zifuatazo, usikize vizuri. Yana maana ni kukamilika, completion ama fulfillment. Kwa mfano wasikia kwamba ilipofika ukamilifu, kukamilisha kitu, kama ni wakati, nasema wakati umetimia, kutimia, kukamilika. Na kama ni chombo kiko in full, kimejaa kwenye kiwango kilichotengenezwa kibebe. Hilo neno pretho ama prero lina maana hiyo. Sasa hilo maana yake ni nini hasa? Angalia hilo neno linamaanisha nini? Linamaanisha ni, ama tungetumia lugha nyingine, ndio maana huyu kwa Kiingereza ametumia neno saturation. Saturation inapoingia kwenye sponge haitanui ukubwa wa ile sponge. Nisikilize vizuri sasa hapa. Ama tungetumia neno nyingine inaitwa, ukiweka chumvi kwenye mboga, labda ni samaki amepikwa ukaweka chumvi, hauongezi ukubwa wa samaki, ila kila kipande ukionja kina nini? Hiyo nasema hapa chumvi imesaturate, yani imeenea kila eneo, kwenye mkia, kwenye huku, kwenye wama, imeenea kila mahali. Kwamba umeweka sukari kwenye kitu, ukionja unasikia, ukikata huku ikionja unasikia, lakini huwezi kukuta ile volume ya sukari yenyewe kwamba imetanua kitu hapa. Hapana, haijatanua, ila ladha yake unasikia. Saturation. Ama tungetumia neno jingine katika lugha, tunasema kwamba diffusion. Diffusion kwa mfano, ile unapochukua ile perfume na pulizia fiu, ile harufu ina diffuse. Ukienda pale kuchumba kile unasikia harufu, lakini hujatanua chumba, wala chumba kiko vile vile, lakini ile harufu unaenda huku unasikia ime diffuse. Kwa hiyo kujazwa kwa Roho Mtakatifu, nini anachositiza Luka? Luka anasitiza mambo makubwa mawili: domination and controlling. Sikiliza, domination and controlling. Domination maana yake ni kutawala, control maana yake ni kudhibiti. Sasa ngoja nikupatie mfano katika Biblia. Andika aya hizi mbili. Aya ya kwanza ambayo unaweza ukawa nayo ni Luka. Hebu angalie hii sura ile ya Luka Injili sura ile ya 5 aya 26. Itakuwa yenyewe Luka 5 aya 26. Hiyo inazungumzia wakajawa na hofu. Sikiliza vizuri, walijawa na nini? Ni hilo neno hilo la Kiunani, walijawa na hofu. Lakini ukienda kwenye Luka 20
Luka 6 na ile aya ya 11, wakajawa na uchungu. Ukienda kwa Kiingereza anger wametafsiri kama hasira. Wakajawa na uchungu, wakati huku wakajawa na hofu. Sasa niambie hivi, wewe unapokuwa umejawa na uchungu, wewe umetanuka volume. Anasema amejawa mpaka ametoka kilo 10 ameenda kilo 50. Lakini anasema amejawa nini? Amejawa uchungu. Amejawa nini? Amejawa hofu. Unakuta mbona umejawa hofu hivi? Lakini ukimwangalia na kilo zile zile. Halafu mtu anasema amejawa hofu. Ndio maana yake. Kwa hiyo inamaanisha nini? Maana yake saa ukijazwa hofu, maana yake saa hiyo wewe hujitawali tena, ila unatawaliwa na hofu. Kwa hiyo uko under nani? Master. Master anakuwa hofu, ndiye Bwana, ndiye anaye control, ndiye anaye dominate. Kwa hiyo ukisikia anasema mjazwe na Roho, maana yake ndiye anaye control, ndiye anaye dominate, ndiye anayetawala, ndiye anayedhibiti. Sio kwamba kuna kanafasi fulani hivi, kwa hiyo watu wanapo Roho Mtakatifu ni kama kiungo anajaza. Maana yake wewe na mimi, watu wanayojazwa, maana yake wanakuwa chini ya udhibiti wa Roho Mtakatifu na kutawaliwa na yeye. Kuna kitu muhimu sana nataka usikie, na mara nyingi hizo aya zote akitaja vile anatumia, tunaita ni passive voice. Wayunani ukisema passive voice, hata Kiingereza ni Kiingereza hicho, hata hivyo namna wanavyoiandika ni pale unapotendewa, sio wewe unayetenda, anatenda mwingine. Nanyi mtaondolewa, nanyi mtapokea. Maana yake mtapewa, mtaondolewa dhambi, mtapopewa ili mpokee. Maana yake ni nini? Mtatendewa haya yafuatayo: mtaondolewa dhambi na mtapewa Roho Mtakatifu. Anachosema ni nini? Yani sikiza vizuri, Roho Mtakatifu ndiye ni swala la, kwa sababu anajaza, na ujazaji ule unatokana na kubadilika metanoia kwenye akili zetu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ana diffuse, sio kwamba inakuwa kama amechanganyika vile, wala sio kwamba amesaturate, sasa ameenea kama sponji uone kama ni maji. Roho Mtakatifu ameenea mle, ila anamaanisha ya kwamba ndiye Bwana, ndiye anaye control maisha, ndiye anayedhibiti maisha. Kwa lugha nyingine, akili yangu ninafuata anachonieleza, maarifa aliyomulika ndani yangu. Hii ndiyo tofauti ya dini ya Kikristo na dini zingine zote chini ya jua. Nataka usikilize vizuri hapa. Christianity is a religion of revelation. Ukristo ni dini ya ufunuo. Huwezi ukamstadi Mungu, huwezi ukamjifunza Mungu. Hiyo ni elimu za kawaida, secular education. Ndio unakaa mezani unasoma fizikia, unasoma biolojia, unasoma hii engineering, unasoma hii computer science, unasoma hiki, unafahamu. Ukristo hauwezi kumjifunza hivyo Mungu, ila ni yeye anayejifunua. To be filled with the Holy Spirit, maana yake ni ufunuo unaopewa wewe, sio wewe unayekaa mezani uanze kumwangalia Mungu anavyosema. Neno la Mungu, Biblia, ni ufunuo wa neno lake na sio ustadi ya mwanadamu. Ndio maana siku zote hata kuelewa maandiko matakatifu, ikiwa akili yako haielewi, tunayemhitaji ni Roho Mtakatifu. Sio kwa sababu umesoma una elimu, ile ulio nayo ni elimu ya dunia. Ndio watu wanasoma hivyo, wanakomaa mpaka wanafahamu, wanajua hii nati inafungwa hivi, wanajua msasa unapigwa hivi, wanajua msumeno unashikwa hivi, wanajua cherehani inaendeshwa hivi, wanajua gari inaendeshwa hivi. When you come with the word of God, ni swala la yeye anayejifunua. Ndio maana sio swala kukaririshwa. Hakuna dini nyingine chini ya jua ambayo imejengwa kwenye mafunuo, ni ya Ukristo peke yake. Ndio maana ukileta usomi kwenye mafunuo ya neno la Bwana,
utapotea. Ndio maana mjazwe, maana yake ni utendaji wa uwezo ulioko nje ya mwanadamu. We are to be acted upon. Si tunatendewa, ni wajibu wetu tu kusikia. Na Roho Mtakatifu anapokuja ndipo hayo yanavyowezekana ya mwendo kwenye utuma. Spirit filled church, Roho Mtakatifu anakuja, inazaa mission driven church. Inakuwa ni kanisa linaloendeshwa na utume. Na ni utume gani? Wahubirie mataifa toba na ondoleo la dhambi. Kwa hiyo ujumbe wako na ujumbe wangu ni ule ambao Yesu amefanya kwangu na alichofanya kwako. Hatuna kingine, tunachosema ni utume. Ndiyo maana yake tu hiyo, hakuna kitu kingine. Na ndio walipojazwa wakanena lugha. Hiyo ni aya 4 ya Matendo 2. Kwa kadiri Roho alivyowawezesha. Maana yake ni nini? Kunena kwa lugha ilikuwa ni kushuhudia mambo mawili juu yao. Moja, the power of the Holy Spirit, yaani uwezo wa Roho Mtakatifu katika kufanyaje? Kuwawezesha kuzungumza lugha zisizokuwa za kwao. Kwa sababu aya ya 11 wanasema haya ni matendo makuu ya Mungu. Wanawezaje kunena lugha zetu sisi? Ndio maana wanaojiita wanajaza Roho Mtakatifu halafu anazungumza lugha ambayo hakuna kwa Wasukuma, hakuna kwa Iraq, hakuna kwa Wapentekoste, kwa Wamakonde, hakuna kwa Wamakua, hakuna kwa Wagogo. Eti ukijazwa na Roho Mtakatifu, hata Roho Mtakatifu hawezi kusikia Kigogo mpaka uzungumze lugha ambayo haiko katika dunia hii. Halafu unasema ni Roho Mtakatifu. Sikiliza, Ibilisi yuko kazini. Sikiliza kwa nini? Kwa sababu ile Matendo sura ya 5 aya ya 3 imekuwaje Anania ukaruhusu shetani ajae? When the devil fills the heart. Na nono hilo kwamba hata Roho Mtakatifu asipojaa shetani ndiye anajaa. Na ngoja niwaambie lugha yoyote ambayo haipo. Ngoja niwaambie ni kwa nini? Kwa sababu hii ni a mission driven church. Kwa nini? Kwa sababu hawezi kukujaza lugha ambayo haiko kwenye mission. Kwa nini? Ni mpaka urudishe mawazo yako kwenye ile Mwanzo sura ya 11 kuanzia ile aya ya 7 mpaka aya ya 9. Alipochafua lugha, mataifa yakatawanya, zikaja hizo lugha zote tunazosikia chini ya dunia hii, na zingine zimeendelea kuzaliwa kama Kiswahili kilipokuja baadaye kutoka kwenye Ubantu na Uarabu na kule ikatokea Kiswahili. Sasa ukija na hizo lugha zote hizo ni Mungu aliyechafua usemi wao, ikaitwa Babeli. Sikiliza kitu cha pekee. Kwa nini nakueleza hivyo? Roho Mtakatifu siku ile, kwa sababu wamekuja watu kutoka Libya, kutoka wapi, lugha mbalimbali, hawajui hii. Hawa Waebrania sasa ni Wagalilaya, hawajui lugha zao, akawawezesha. Moja ndio hiyo, the power of the Holy Spirit, ndio hiyo kuwawezesha. Halafu la pili, halafu ndio abilities ambao wanawezesha kufanya hiyo kazi na uwezo wa kuongea lugha zile. Mpaka wakasema imekuwaje? Ndicho kilichowashangaza. Hawakushangazwa na watu kutetemeka, hawakushangazwa na watu kuzungumza maneno yasiyoeleweka duniani. Kilichowashangaza mpaka wakasema nani atusaidie maana yake? Petro akaingia ulingoni, ni kuona hawa watu hawajui Kichina, lakini wanazungumza sisi wa China tunasikia. Matendo makubwa ya Bwana. Wewe unayedhani unanena kwa lugha, jioni ya leo rudi siku ya Pentekoste. Maana yake kama mtume anaweza kuzungumza lugha za wale watu waliokuwa wamekuja, anachosema ni nini? Anarivasi, anarudisha Babiloni katika language, anairudisha. Maana yake mission ya Kristo itaenda ulimwengu mzima na lugha zote. Ndio maana unaiona ile Ufunuo sura ya 14 na ile aya ya 6 na ya 7, akihubiri katika kila taifa, kila jamaa, kila lugha, mcheni Mungu na kumtukuza. Ndicho unachokiona hapa, kila lugha. Maana yake Roho Mtakatifu atawatumia watu wake kuwapatia uwezo wafikie kila lugha. Kwa hiyo analivazi Babylonian iliyotokea wakati wa mnara wa Babeli ni Roho Mtakatifu, kwa sababu ya mission hii ya Kristo ataifikisha habari njema mpaka mwisho wa nchi.
Hii ndiyo nguvu ya Injili. Kwa hiyo jioni hii ya leo kuna hiyo metanoia, toba na kujazwa, kuwa chini ya udhibiti wake, kuwa chini ya utawala wake. Na ndiyo Injili pekee ni toba. Kazi yako na ya kwangu ni toba, ila ya Mungu ni kuondoa dhambi. Afeimi, ondoa dhambi. Na maana yake ni nini? Ndio kukombolewa kwenyewe kulivyo. Ndio maana amesema msipowasamehe watu dhambi zao, Baba yenu hata samehe. Ndio maana ukishindwa kusamehe mwanadamu, unachosema ni hivi: mimi sijakombolewa, sijasamehewa. Msamaha ndio ukombozi, na unaposamehe maana yake wewe umekombolewa. Ndio maana unasamehe. Ndio maana Ukristo hauna adui, hauna fitina na mtu yeyote, hauna kisasi, kwa sababu amesamehewa, amekombolewa. Na kwa sababu amekombolewa, yeye ameambiwa hahubiri hicho. Kwa hiyo unaposhindwa kusamehe, unachohubiri ni unahubiri Yesu hajasamehe, na hivyo hajawahi kutufia msalabani. Mimi mwenyewe ni shahidi, sijawahi kusamehewa. Kwa lugha nyingine, mimi mnayeniona hapa sijakombolewa. 10 days of prayer, siku 10 za maombi zinatutaka kutubu na zinataka tuishi msamaha aliotupatia, na tuishi maisha ya namna hiyo kwa mtu yeyote yule. Basi atatuongoza kwa utaratibu wa sala jioni ya leo. Mungu wetu awe nasi tunapopitia uzoefu huu wa siku 10, ambao baada ya hicho Roho Mtakatifu alikuja juu yao, aliongoza maisha yao, na aongoze maisha yetu kwa jina la Yesu. Amina.